Kuna mtu aliimba, sijaona kama wewe Mungu wa namna hii. Music, twende leo, nafikiri tutakwenda pamoja. Come on. Sijaona kama wewe Mungu wa namna hii. Sijaona kama wewe. Tunaweza kusimama kidogo. Tunaweza kusimama. Sijaona kama wewe. Na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Sijaona kama wewe Mungu wa namna hii. Sijaona kama wewe Mungu wa namna hii. Tuna Mungu mzuri ambaye ni wa namna ya kitofauti, ni Mungu wa namna ya pekee kabisa, ambaye ukimlinganisha na miungu mingine yote ya ulimwengu huu, yeye anabaki kuwa wa tofauti, anabaki kuwa Mungu wa namna hii. Naomba msomaji mzuri aweze kunisomea kutoka kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 17. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 13 mpaka mstari wa 17, tuweze kuweka msingi mahali pale wa somo letu la Mungu wa namna hii. Mungu wa namna hii. Msomaji kama umefika. Anasema hivi. Ndiyo. Akamwambia, sema naye sasa. Ndiyo. Tazama wewe umetutunza sana, maana hii namna hii utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amri ya jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi utendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Haleluya. Mstari wa 17 Biblia inasema, yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alipomwambia. Hebu sema mwanamke. Sema mwanamke. Sema mwanamke. Kuna kitu kizuri ambacho Biblia hapa imekificha, ambacho ukisoma kwa juu, ukisoma juu unaweza usikielewe au usikipe uzito wake. Ukisoma mstari huu wa juu yake, wanazungumza kwa habari ya mume wa huyu mama, kwamba mume wake ni mzee. Kwa hiyo obviously kama mume wake ni mzee, ina maana hata mke wake umri wake ulikuwa umesogea. Haleluya. Umri wake ulikuwa umesogea. Lakini mwandishi anapozungumza kwa habari za yule mwanamke, anasema mwanamke. Hasemi bibi kizee. Hasemi, yani anasema mwanamke, kama walivyo wanawake wengine. Kwa nini Biblia inasema mwanamke? Yule mwanamke. Ina maana Mungu kupitia watumishi wake walikuwa wakimwona yule mwanamke, wakimwona yule bibi mtu mzima, walikuwa wakimwona kama binti tu. Haleluya. Walikuwa wanaona kama binti tu, kwamba pamoja na kwamba umri wake ulikuwa umesogea sana, pamoja na kwamba inawezekana alivuka kwenye wakati wa yeye kuweza kushika mimba na kuweza kuzaa na kupata mtoto, lakini Mungu anamwona kama bado ni binti ambaye anastahili kuwa na familia yake. Haleluya. Mtumishi wa Mungu anamwambia, majira kama haya mwakani utapakata mwana. Haleluya. Haleluya.
Na Biblia inasema majira kama yale yale mwakani yule mama akapata mtoto. Haleluya, haleluya. Huyu ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuprovide kwenye wakati ambao dunia inasema kwamba hichi kitu hakiwezekani. Huyu ni Mungu ambaye wakati dunia inasema wewe umevuka miaka 45, kwenye mambo ya sayansi kuna neno wanasema menopause, yaani mama anakuwa ameshamaliza bili. Kwa umevuka miaka 45, yamkini una miaka 60 au una miaka 70. Dunia na madaktari wote wa dunia wanaposema kwamba haiwezekani kwa wewe kushika mimba, Yesu yeye anasema inawezekana. Haleluya, haleluya. Wakati madaktari wanaposema huwezi kupona kansa kwa namna ya kawaida, ni ngumu kupona, na hata ukipona itakugharimu pesa nyingi sana kwa ajili ya kugharamia matibabu, Yesu anasema aliweza kufanya asiyeona akaona, aliweza kufanya kiwete ambaye hajawahi kutembea kutoka katika tumbo la mama yake akatembea. Amewahi kufanya mtu aliyekufa siku 4 akafufuka na akaendelea kuishi. Haleluya. Yesu anasema katika hiyo changamoto unayoipitia, haijalishi ni ya aina gani, ni ya ukubwa gani, Yesu anasema inawezekana. Haleluya, haleluya, haleluya. Let me tell you this. Mikesha, ibada za mikesha na zile zingine, si Jumatano si nini, zile ndio ibada za kushughulika nazo kwa habari ya mahitaji yetu mbele za Mungu. Ibada hizi za siku za Jumapili, ibada kuu kama hii, hizi ni ibada ambazo watu sasa watakuja madhabahuni pa Bwana kwa ajili ya kuja kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu na kumrudisha Mungu utukufu na kububujika na kulia na kugaragara yani ni ibada za kujiachia kwa habari ya kumshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu, unamsifu Mungu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu kwenye maisha yangu, yanda raba sakanda. Yani unazama, unabubujika kwamba shida zako na makolokolo yako mengine ulishadili nayo Ijumaa. Haleluya. Ulishadili nayo lini? Ijumaa. Leo tunazama. Yani inafika ile saa 8 mnashangaa kumbe ni saa 8. Sio ibada ya wewe kuja, kila mtu ana matatizo, kila mtu baba anasema sasa hebu twende mbele za Bwana tumshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii. Wewe unaanza kuomba kwa habari ya mikopo kausha damu. Kwanza huo ni upungufu wa akili. Ni upungufu wa akili. Kuna vitu sio lazima uende chuo kikuu si ukajifunze nini si. Yaani hata haya mafundisho tunayofundishana hapa tu, mahubiri haya, yaani ni content inayokutosha wewe kukutengenezea ufahamu wa kutosha kuelewa kwamba hata kwa habari ya ile mikopo kausha damu ni mpango wa kishetani. Haleluya. Ni mpango ni mpango kamili wa kishetani wa kuwafanya watu wa Mungu wawe kwenye cheni ya kutafuta pesa, na sio tu cheni ya kutafuta pesa, unatafuta pesa non stop. Yaani wewe kila siku unatafuta tu pesa ambayo ukiipata sijui nifanyaje. Ibrahimu naomba njoo na Matayo. Hawa jamaa, huyu Ibrahimu unamwona huyu amekopa kwa huyu. Mkopo nini? Kausha damu. Sasa huyu kila ikifika tuseme labda ikifika Jumapili kama leo, anatakiwa kurudisha nini huku? Acheni hizo bwana, jinsi mmeshakopa mkopo inaitwa nini ile? Jamani, si mmeokoka? Unaona sasa huyu Mungu atamsaidia. Mungu akubariki sana. Anadaiwa rejesho. Kuna siku moja nipo kazini, nimekaa zangu ofisini, niko very busy. Ikaingia simu. Halo, vipi? Ndugu yangu wewe, nakukumbusha rejesho. Rejesho? Nikamwambia umekosea namba. Hapana. Nakukumbusha leo Jumatatu tunakudai, tuna rejesho letu haujarudisha. Nikakata simu. Akatuma message. Brother, tunakukumbusha rejesho letu. Leo ni Jumatatu, ikifika siku ngapi tunakuja kuchukua vyombo. Nikamwambia brother, umekosea namba, naomba tu unielewe. Nasemaje? Nikaona hii kazi, ikabidi nifunge simu. Kwa hiyo huyu amekopa kwa huyu. Tunaelewana? Wewe bado rejesho utachukuaje? Kwa hiyo huyu kila ikifika Jumapili anapiga mishemishe Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumapili ikifika akirudi kwa Mama Molin hata hela ya mboga hana. Haya, Jumatatu anapambana. Inafika Jumamosi, Jumapili baada ya ibada Mama Molin kula ndalewa hela ya taka na sungusungu ulinze shirikishi. Haleluya. Jamaa anasema sasa unajua nini, anaenda kukopa.
anaenda kukopa. Haya, amekopa, amepata hela. Sasa leo kapata 20, maana rejesho 10. Haya, Jumapili hiyo tayari ibada imeisha, tushiriki fadhili tumeshiriki. Haya, hii moja anaenda kulipa nini? Ulinzi shirikishi, hela ya taka na dagaa nyumbani, mboga. Hana kitu. Jumatatu tena huyo Jumapili. Haya, tushiriki fadhili. Sio kama unaelewa. Ni kitu kipo nje ya ujumbe wangu, lakini nafikiri Mungu ameniweka hapo. Kuna kitu nifungue ufahamu wa watu. Inawezekana kuna watu hapa nao wapo kwenye hilo lindi la hayo madeni ya mikopo kausha damu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu akusaidie kuchanganua, kupembua, kuweza kuelewa mpango wa shetani ni upi na kitu ambacho kipo ndani ya kusudi la Mungu ni kipi. Hata kama una matatizo ya kifedha, ziko namna ambazo unaweza kufanya ukajikwamua kutoka katika matatizo ya kifedha. Na kama imefikia wakati imekuwa ni ngumu kabisa, washirikishe watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Washirikishe watumishi wa Mungu. Muombe Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa namna hii. Yeye ni Mungu ambaye wakati mwingine anaachilia baraka ambazo hatuzijui, ambazo hatujawahi kuziomba, ambazo hatujawahi kufikiria wala kuamini kwamba tuna uwezo wa kuwa nazo na kuzimiliki. Haleluya. 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 Ifikia wakati hata vijana wenzangu, acheni kujichukulia poa. Acheni kujidharau. Hata kwa habari ya mnavyopambana kuhusu mke na ndoa, vijana wengi tunakuwa hatusogei kwa sababu tunajitizama kama panzi. Hata kama mtu amebadilika, amejitransform kutoka kwenye makando, yuko vizuri, lakini anajitizama kama panzi. Anaona huyu mkweli. Haleluya. Ifikia wakati uamini kwamba kama ulikosea ni sawa, ulikosea. Unapoamua kubadilika, Mungu anakusamehe, anafuta yote yaliyokuwa hapo zamani, anakufanya kuwa kiumbe kipya. Haleluya. Roma amenielewa. Haleluya. 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 Huyu ni Mungu wa namna hii. Ni Mungu ambaye tunahitaji kuwekeza sana kwenye kumshukuru badala ya kumuomba. Haleluya. Si kuna watu wananielewa? Ni Mungu ambaye anasema hivi, tunahitaji kuwekeza nguvu kubwa kwenye kumshukuru badala ya kumuomba. The way unavyomshukuru Mungu, kuna vitu ataviachilia. Nataka nitoe mfano ambao wengi wataelewa. Mmeshasikia watu wanaitwa chawa. Umeshawahi kuona chawa anaomba hela kwa bosi wake? Anaomba hela chawa. Chawa haombi hela. Chawa anachokifanya ni kukusifia. Anakusifia, anakujaza, anakushukuru. Tajiri una baya, ukifa hauozi, ukioza haunuki, ukinuka hatusikii. Anakujaza. Mwisho wa siku haina shida. Sasa sikiliza. Umeshaelewa hapo? Kwa chawa haombi pesa. Chawa anakujaza. Yaani chawa anakupa, anaenda wanasemaje, extra miles. Anaelezea, anakupa sifa ambazo hata huna. Yaani wewe usife, alafu baadaye anabadilisha kwamba utakufa, kwamba ukifa hauozi. Alafu baadaye anabadilisha kwamba ukioza haunuki. Alafu ukinuka hatutasikia kwa sababu wewe tajiri. Haleluya. 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 Tuna Mungu ambaye ni tajiri kuliko matajiri wote. Yeye ameumba matajiri wote. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Kazi yako wewe ni kumjaza. Chakula chake ni sifa. Unamshukuru. The more unamjaza sifa Mungu anaachilia. Mara kazi nzuri hii hapa. Mara mke mzuri huyu hapa. Mara una flame pale Vikindu. Piga makofi na vigelegele. Shangilia Yesu. Haleluya. Unajua, sijui na muda wangu umeisha, ndio namaliza. Nilikuwa na maandiko kama mangapi hapa, nataka niende ndani ya muda. Kuna nguvu iliyo ndani ya kumsifu Mungu.